Kwa darasa hili ni darasa la pili lenye idadi ya wanafunzi 75. Wote wanalazimika kukaa chumba kimoja ambacho ni hiki, lakini hali halisi ya chumba inajionyesha yenyewe. Pili, kwenye ukaaji wanashindwa kukaa vizuri kwa sababu ya kukosa madawati, ingawa kwa mwaka huu serikali ya kijiji imetupatia fedha ya kuweza kupata dawati 40 kamili ambazo mzabuni ameshachukua tenda. Mzabuni anaitwa wa msituni. Haya madawati si kwamba yatakizi moja kwa moja kwa 100%, isipokuwa yanaweza kusaidia kupunguza ule uhaba tulionao, yatapunguza. Kwenye mahitaji yetu sisi tunatakiwa tuwe na dawati zisizopungua 165, lakini tunacheza na dawati zisizozidi 80. Majina naitwa Catherine Mwashishwa kutoka shule ya msingi Muungano iliyoko mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi, kata ya Mpanyani. Kwa mazingira ya shule yetu tuna uhaba wa vyoo, madawati, pia miundombinu ya madarasa sio mazuri. Watoto tunakaa chini, tunapata tabu sana. Tunahitaji nguvu ya serikali katika kutuandalia madarasa mazuri. Pia wanafunzi wa darasa la 7 tunahitaji kufanya mtihani wa taifa katika miundombinu mizuri, sio miundombinu mibaya. Tusaidie. Wazazi wetu wamejitahidi sana kuandaa miundombinu, lakini kwa walipoishia tunahitaji nguvu ya serikali kuendeleza miundombinu ya shule ya msingi Muungano. Kwa wanafunzi wa shule ya msingi Muungano tunaendaga kwenye shule za wenzetu. Shule za wenzetu zina miundombinu mizuri, lakini kwa nini shule yetu ina miundombinu mibaya? Wenzetu wanakalia kwenye meza nzuri, lakini sisi sehemu ya kuagamizia madaftari tunafanya masado. Kwa hiyo tunahitaji kilio chetu cha wanafunzi wa Muungano mtusikie. Naitwa Stikama Abdalla Nyadi. Nasoma darasa la 3. Tunatoka nyumbani tupo wasafi, tunaenda shuleni tunarudi wachafu. Na ndio meza zetu, tunapoweka daftari tunaandika, tunakaa chini. Majina naitwa Ismail Masudi, ni mzazi na mkazi wa kijiji cha Muungano. Ninatoa maombi katika serikali. Maana tumefika hapa kwa ziara ya mheshimiwa diwani, ndio tumefika kutembelea hapa kuangalia mazingira ya shule jinsi yalivyo. Mazingira ya shule kama mlivyoyaona, hali sio mzuri. Watoto wanasoma katika mazingira hatarishi sana. Wanakaa chini, watoto wanatoka nyumbani wakiwa wasafi. Tunapambana sana kuwatengenezea mazingira ya usafi watoto wetu, lakini hali jinsi ilivyo darasani hapa si mzuri. Watoto wanakaa chini, hatuna madawati. Watoto wanaandika kupitia kufanya meza ni masado. Kwa hiyo tunaomba serikali mtusaidie. Hii hali tulioifikia, tumepambana sana wananchi wa kijiji cha Muungano. Kwa hiyo palipobakia muone kuwa tumepambana. Tunahitaji nguvu zenu watu wa serikali. Hali sio mzuri. Naomba msaada wenu tafadhali. Mimi naitwa Dalia Saidi Namele. Ni mzazi wa mtoto wa awali shule ya msingi Muungano. Tumekuja hapa kwa kujitolea kuja kuwapikia watoto wetu ili wapate chakula baada ya mapumziko. Ila miundombinu ya shule kwa kweli hairidhishi. Serikali tunaomba msaada wenu mtusaidie. Watoto wanakaa chini, madawati hakuna, majengo hafifu. Kwa kweli kihalisia hali sio mzuri. Kwa hiyo serikali tunaomba msaada wenu mtusaidie. Hali ya shule kama mwalimu alivyoielezea, naona yenyewe inaonekana. Pia kama serikali ya kijiji alivyosema, tumepambana kupitia hela za wananchi wenyewe za ushuru wa korosho. Tukaamua tuwezeshe hicho kiasi kwa ajili ya kukwamua swala hili la dawati. Ila pia kwenye hii shule kiufupi ni nguvu za wananchi wenyewe ndio zinatumika. Kitoka hapa haya madarasa wamejenga wenyewe kwa nguvu za wananchi. Kuna madarasa mengine hapo nguvu za wananchi. Kwa hiyo kiufupi tuiombe serikali. Wananchi wanapambana sana kwenye elimu, ila hali imekuwa tete. Serikali nayo itusaidie. Tunaomba. Watoto hawa ni wengi. Tuna zaidi ya watoto hapa 400 na kitu, sio mwalimu? 465. Ni watoto wengi sana. Kija kuzingatia kwa mazingira yalivyo, miundombinu hii ya madarasa
nayo haitoshi. Watoto 70 kuja kukaa chumba kimoja, maana yake hata kiafya haiko sawa. Kwa majina naitwa Bakari Yusuf Makumbuli, ndiye diwani wa kata hii ya Mpanyani. Leo nimejumuika pamoja na kamati ya siasa ya kata na viongozi mbalimbali pamoja na wananchi. Lengo na kusudio ya ziara hii leo ilikuwa kuja kuhakiki katika miradi ifuatayo. Tumeanza na swala la shule. Shule ina hali mbaya sana, ambapo mpaka kufikia hatua hii kamati ya siasa tumeamua twende tukaangalie sasa shule. Tumekuta shule wanafunzi wanakaa chini. Shule haina mambo yote yanayotakiwa. Ukiangalia madawati hakuna, meza za kuandikia wanafunzi hakuna, wanafunzi wanatumia ndoo kufanya meza kisha waandike. Watoto wanatoka nyumbani wakiwa wako salama, lakini wakija shuleni wanarudi utafikiri wametoka kucheza lede. Manake chini sakafu hakuna, ni mavumbi tu. Kwa upande wangu kama diwani nimepambana sana katika swala hilo, tukafanikiwa kujenga vyumba viwili vya madarasa ambavyo vimefanyikiwa nguvu za wananchi katika kujitolea. Lakini wananchi wameishia hapo, nguvu zao zimeisha. Tukaona sasa moja kwa moja tupeleke swala hili kwa serikali. Tumelizungumzia sana mimi kama diwani katika halmashauri. Mabaraza mengi nimelizungumzia. Wanafunzi kukaa chini, ukosefu wa vyoo, lakini vile vile upungufu wa vyumba vya madarasa. Lakini hakuna hatua mpaka sasa ambaye imepasa kuchukuliwa. Tunasubiria bajeti ya mwezi wa 7. Hatuelewi liwalo na liwe itakalotokea, lakini tunaona ni bora serikali mtuombe na mtuiangalie sana kata ya Mpanyani. Kata ya Mpanyani na shule za msingi zipatazo 4. Lakini mpaka sasa shule ambaye iko mbaya sana, mazingira magumu sana, ni shule ya msingi Muungano. Haina chochote. Yaani mtu yoyote akifika shule ya msingi Muungano anaweza akatamani kulia kwa mazingira yaliyopo. Leo nimeambatana na wenye viti wote wa vijiji wote wako hapa. Lakini na kamati nzima ya siasa iko hapa. Tufanye nini sasa? Kama mimi nimekaa na wananchi, tumeweza kujitolea tulivyojitolea, lakini tumechukua fedha kutoka mfuko wa kijiji, na hiyo ni fedha hiyo michango ya wananchi. Zaidi ya milioni 4,500,000 tumeenda kununua dawati, lakini hazitoshi. Shule ina mahitaji ya dawati 150, tumepata dawati 40, tuna pungufu wa dawati 110. Hatuelewi lini tutapata, lakini hata madarasa. Lakini toka ile shule imeanza ni mtindo ni wa kujitolea kwa nguvu za wananchi tu. Tunaomba kupitia halmashauri serikali iangalie, itugee angalau hata vyumba viwili, ije kutujengea pale, ije kuturekebishia miundombinu ya vyoo. Angalau wananchi wale watakuwa na faraja. Lakini inakoenda kiukweli, hata mimi kama diwani hainipi hadhi ya kuwa diwani. Alafu ni diwani nilotoka katika chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Katika moja ya ahadi ni ahadi hizo. Lakini leo kutokana na hii adha wananchi wametokea muda mpaka inafika pahala diwani unafuatwa nyumbani. Angalia mazingira ya shule. Sasa mimi nashindwa anafanyaje? Naiomba serikali. Lakini namuomba mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, naomba uweze kutusaidia sisi wanampanyani. Shule ya msingi Muungano, hali ni mbaya, hali ni mbaya. Hakuna mtu wa kupaza sauti, ni mimi kama diwani wao, na ndio maana nimejitoa hapa niangalie namna ya kuweza kupata msaada. Kama kuna wadau wote watajitokeza, wenye huruma na hilo wajitokeze, watusaidie kupata vyumba vya madarasa, kupata madawati, watoto wapate kukaa, wajifundishie vizuri. Hilo tutakuwa tunashukuru. Hiyo ni upande wa shule. Angalieni madarasa yalivyo, angalieni watoto wenyewe walivyokaa, wenyewe mtapata kuona. Hii sio hali. Katika Tanzania unaweza ukatafuta utaipata Muungano.